Tumsifu Yesu Kristo. Kama tulivyoambiwa mwanzoni mwa misa, Dominika hii ni ya 29 mwaka C, lakini tunaita ni Dominika Misioni, tunapokumbuka kazi ya misionari, lakini pia kuhimiza sisi wenyewe kuwa misionari na pia kuunga mkono Baba Mtakatifu katika kufanya umisionari katika maeneo ambayo bado Injili haijahubiriwa. Masomo ya leo yanatukumbusha wajibu wa kusali bila kuchoka. Tunaposali tuwe wavumilivu, tusisali kama vile tunataka kumwagiza Mwenyezi Mungu, bali tuwe watu wanyenyekevu tunaomwomba Mungu mapenzi yake yatimizwe. Na sala ni kuongea na Mungu, na kuna namna mbalimbali za kusali. Kuna kusali kwa kuomba, kusali kushukuru, kusali pia kutukuza, kusifu. Yote haya ni sala, lakini sala kazi yake ni kutuweka karibu na Mwenyezi Mungu na kutufanya sisi tujione watoto wa Mungu na yeye ndiye Mungu wetu. Kwa hiyo kujenga mahusiano ya karibu na Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala. Tunasali katika matukio mbalimbali, na hasa tumeona katika somo la kwanza Waisraeli wametoka Misri wanaelekea nchi ya ahadi. Sasa wamefika katika nchi ya Amaleki, wakiwa na msafara wao wamepeleka ujumbe kuomba wawaruhusu wapite na mifugo yao na wao wenyewe waweze kutumia maji katika maeneo ya hawa wa Amaleki, wapate kidogo maji ya kunywa na wapite katika nchi hiyo. Badala ya kuwaruhusu au kuwakatalia, Waamaleki wakapeleka jeshi wapambane nao. Kwa hivyo Waisraeli na wenyewe wakaona sasa hakuna namna nyingine ni kupambana, lakini lazima tumwombe Mungu atupe nguvu kupambana na hawa wanatuvamia. Hatukuwa na nini mbaya, sisi tumeomba wakiwa katika jangwa la Sinai huko, wameomba tupite na mturuhusu pia tunywe maji na mifugo yetu tupate maji. Kwa hiyo wale wakajibu kwa kuleta jeshi, na ndio sasa vita vimeanza kati ya Waisraeli na Waamaleki. Na Joshua alikuwa kiongozi wa jeshi. Musa kama ndiye mtawala anayeongoza watu kwenda huko katika nchi ya ahadi, kazi yake ni kusali na kuomba ili Mwenyezi Mungu awafanikishe katika ugomvi na katika vita hivi. Na hivyo walimpandisha juu ya kilima mahali fulani juu, wakaweka jiwe akaketi, sali kwa kuinua mikono yake hivi. Na kwa masimulizi ya haya tumesikia kutoka kitabu cha Kutoka somo la kwanza sura 17, Musa alipoinua mikono hivi Waisraeli walishinda. Alipochoka mikono ikashuka, Waisraeli walishindwa. Maana yake vita vile viliweza kufanikiwa tu pale ambapo walikuwa wamejikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sasa wakaamua vijana wawili wakasimama, moja kulia moja kushoto, wakashika mikono yake kumuinua juu na kushikilia baki hivyo, na ndivyo waliweza kushinda vita vile. Kwa hiyo sala ni jambo la muhimu katika changamoto mbalimbali, katika mahitaji mbalimbali tunahitaji kumwomba Mwenyezi Mungu, lakini nasisitiza kusema lazima kila mara tumwambie Mwenyezi Mungu mapenzi yako yatimizwe, sio kadri unavyotaka wewe, lakini kadri unavyoona wewe Mwenyezi Mungu inafaa. Na tusali bila kuchoka, tusali kwa uvumilivu, na ndio analokuhimiza Yesu katika Injili tuliyosikia, kwamba salini na mnaposali muwe na imani na Mwenyezi Mungu. Ndio maana atoa mfano wa huyu mama mjane alikuwa anaenda kwa kadhi ni kama wakili au advocate fulani. Kuna kesi kati ya mjane na mtu mwingine inaonekana amedhulumiwa. Kwa hivyo amekwenda kila mara kwa kadhi ili kumwambia ninaomba nipate haki yangu, ninaonewa. Sababu pengine yule mwingine alikuwa na uwezo, kuna kuhonga na nini, lakini yule mjane maskini anategemea tu haki tendeke kama ilivyo. Ndio maana amekwenda kila mara, na huyu kadhi ni mtu ajabu asiyemwogopa Mungu wala kutujali watu. Mtu wa namna hii ni hatari sana. Ukipata kiongozi duniani
hamuogopi Mungu wala hajali watu, huyo atakuwa ni kitendo mbaya sana. Na amewahi kutokea katika historia ya dunia watu wa namna hiyo ambao hawana habari ya Mungu wala hawajali watu, wataua watu, watafanya chochote. Uwepo wa Mungu na hofu ya Mungu ndio inatufanya pengine tutende kwa busara zaidi na hata tuwatendee wengine vizuri. Lakini kadhi huyu hamuogopi Mungu, hamjali Mungu, hamchi Mungu na wala hajali binadamu wenzake. Lakini kwa sababu tu mama huyo amerudia mara kwa mara kwenda kuomba haki yake, ndio anasema nisisumbuliwe na huyu mama mara kwa mara, kwa sababu huyu mama hataacha kila mara kufika kuomba haki yake. Na ndio baadaye anaamua kupatia haki yake na kutenda haki na mama huyu haki yake. Sijui ilikuwa ni shida gani, ni ardhi au nini, lakini mwishoni ameweza kupata haki yake. Mambo yanatokea mpaka leo siku hizi. Kuna mama jana huko na huko kwenye media tunaona mama amedhulumiwa kipande chake cha ardhi, mkuja mwenye nguvu pale na nini ameroga huko na huko, amelipa pesa nyingi na wanataka kunyang'anya. Sasa hiyo inategemea sana mtu ambaye anajali Mwenyezi Mungu. Ukimpata kazi kama huyo ni hatari sana, kwa sababu hata jali haki ya mama mjane, atajali ya yule mwenye pesa, kwa sababu yeye haogopi Mungu lakini hajali wanadamu. Nia ya Yesu sio kuongelea mambo haya ya haki na nini kutokea duniani, ninapoweza kwa kitu fulani tunaweza kujifunza, lakini alitaka tupe mfano wa kusali bila kuchoka kama alivyofanya mama huyu, kwenda mara kwa mara. Sisi tunasisitizwa na himizwa na Kristo mwenyewe, salini bila kuchoka na moyo na imani. Na mwishoni tunasema je, mwana wa kama bado unaweza imani kwa duniani? Maana yake sala yetu inakuwa na nguvu kama sisi wenyewe na imani na Mungu wetu. Lakini maana kama mara nyingi Yesu ameponya watu, lakini neno lake la mwisho, imani yako imekuponya. Katika maana hii tunaweza tu kupewa kile tunachoomba kama tunaamini Mungu kwamba atatupatia kile tunachoomba katika maisha yetu na mahitaji ya jamii. Tusali daima, tusikate tamaa na wala tusikose uvumilivu na subira. Subiri Mwenyezi Mungu atende na twende mbele Mwenyezi Mungu kwa moyo huu kwamba mapenzi yako yatimizwe. Mwenyezi Mungu apange arudi kijana kinakufaa zaidi. Unaweza kuomba kitu ambacho ungetaka kupewa, lakini Mwenyezi ipo busara yake na hekima yake kupatia wewe kile unachokiomba, pengine inaweza kuwa ni hatari pia kwa imani yako na maisha yako. Watu wanaomba vitu vingi sana katika maisha yao, vitu vingi sana. Sisi tunaona watu wanaweza kuleta nia ya misa, analeta nia ya misa, naomba misa padre, naomba nia ya misa yangu, maadui zangu na wafe. Nia ya misa na maadui zangu na wanikome. Hiyo sio nia ya misa, hiyo sio sala, hiyo sio sala. Yesu alikuwa na maadui wengi pale msalabani, anasema wasamehe wajua tendao, niombe hata wanapokosaana hata wengine. Na hivyo sala zetu zinategemea sana Mungu anaona ni kitu gani kinafaa, ndio anakujibu kadiri ya mahitaji yetu, na anaona kwa hekima yake kwetu sisi kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya amani na maisha yetu, ndio anatupatia kadiri. Sio kama watu wanadhani sala ni kama mashine ya kusaga. Unakwenda na mahindi unatia kwenye kinu alafu na kinga mfuko kule kusubiri unga. Sala sio ya mtindo ule. Ingekuwa ndugu zangu sala ya namna ile, kungetokea shida sana duniani. Kubwa. Kwa sababu mambo mengine tunayoomba sio ya halali. Na pengine ni kwa sababu ya wivu. Na vitu vingi sana kungependa Mwenyezi Mungu anayetusaidia sisi kulipa kisasi. Wewe tungekuwa na vitu vingi sana kama kila tunachoomba tungeweza kupata. Dunia ya leo ingekuwa tayari kwenye changamoto kubwa. Na fikiri hata mtoto mdogo kila kwa nyumba mzazi anaelea mtoto, hawezi kutokea kila kitu anachoomba mtoto. Huwezi kumpa kila anachoomba. Ingawa Waswahili wanasema mtoto amelilia wembe. Nani amewahi kutoa wembe kwa mtoto wake? Nasema basi mtoto amelilia wembe. Ni msemo tu, lakini katika uhalisia hakuna mzazi anayetoa wembe au kutoa kitu ambacho anaweza kitamdhuru mtoto wake. Hatumpi. Na ndivyo hivi hata Mwenyezi Mungu anatupatia
manufaa katika maisha yetu, lakini kusali na kuombe bila kuchoka. Tusiende kwa Mwenyezi Mungu na ratiba, sema naomba na natakiwa hiki nipate lini au na muda gani. Sisi tujiweke tayari kwa moyo uliofunguka mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunasali na kuomba na kumwambia basi Mwenyezi Mungu, lakini mapenzi yako yatimizwe, kama tunavyosali katika Baba yetu. Mapenzi yako yatimizwe. Lolote tunaloona linafaa katika hali ninayoomba, Mwenyezi Mungu anaweza kunijalia, mradi tu naona inafaa niweze kuisaidia mimi kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wa watu wengine. Hiyo ndio sala ambayo tunahitajika, na ndio sala ambayo tunakubaliana nayo na tunakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atatujalia. Tunayo bahati katika parokia yetu, kama tulivyosikia mwanzoni, watoto 76 watapokea sakramenti ya kipaimara. Na kazi ya sakramenti ya kipaimara ni kuwathibitisha katika imani yao, ili waweze kuishi imani hiyo kwa maneno na matendo kama askari hodari wa Yesu Kristo. Ndivyo walivyofundishwa. Ndivyo walivyofundishwa watoto wetu. Waweze kuishi kwa maneno na matendo imani yao. Na ndicho tunachoona hasa katika maisha ya sala. Watoto wetu wafundishwe maisha ya sala mbalimbali. Kuna sala za mtu mmoja, kuna sala ambazo tunafanya pamoja ambazo zimeandikwa, kuna sala kuu kuliko zote ni adhimisho la misa takatifu. Watoto wetu wafundishwe kushiriki misa takatifu, lakini wafundishwe kusali nyumbani, wafundishwe kusali sala ya asubuhi, sala za jioni, kabla ya kula na baada ya kula, na hata wanapohitaji wanajiandaa kwa mitihani. Watoto wetu wafundishe wasali na muombe Mwenyezi Mungu awafanikishe katika yale ambayo wamejiandaa. Taifa lilokufa kiimani, kama hakuna watu wanaosali, hakuna taifa la au kanisa au waamini, hawapo. Kama hakuna sala ndio inayotutambulisha sisi kama tuko au hatuko. Na ndio tunataka watoto wetu hao watakaopokea sakramenti ya kipaimara na wenyewe waelewe kuishi katika maisha ya sala, maisha yao yote. Wawe Ukristo wao udani na pia kusali. Na wajue leo ni Jumapili, tunakwenda kusali. Hata kama mahali fulani jirani huko kuna siku ya soko, unaebuka au siku unaita dini, mtoto ajue leo ni Jumapili, niende kusali. Mtoto aletwe kanisani kusali na afike mapema kanisani, na sisi wenyewe kama wazazi tuwaongoze mtoto kufika kanisani kusali mapema kuwahi. Siku hizi kuna shida mahali pengi, watu kufika kusali wanapita polepole sana. Zamani mimi nilivyoona, Jumapili unakuta barabarani watu wana haraka, huko na misale mkononi, unaona wanakwenda wamekazana, wameongeza hatua. Watu hao wanataka wanafika kasema wanawake, na mkiweza kujua kwamba hawa watu wengi wanaenda kanisani, hao hata kama napita baadaye hawa ni Wakristo wenzao wanaenda kanisani. Lakini leo hii wanaenda pole. Hata Kiingereza zinakuwa hata kama wanasikia mtishao wao wanakuja pole. Miguu siku hizi ni mizito kufika kanisani kuwahi. Watu hawapendi. Na kwa makusudi tu anazunguka mpaka anafika hapa, baadaye kabisa anafika hata masomo yameshasoma. Kwa sisi tunadhani kushiriki kikamilifu katika misa lazima usikilize masomo yote, usikilize mahubiri, na baadaye tunaingia katika sehemu ya Ekaristi Takatifu uweze kushiriki kikamilifu yote. Ndio unatoka na kizima katika siku ya Dominika, unasema kweli nimeshiriki misa takatifu. Na ndio kushiriki sala ya kweli katika maisha yako, na ndio unaweza kupata neema kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu umekwenda kusali, umetuma na umeona ni siku pekee, ni lazima niende kusali wiki nzima, ni kwa pilika na kazi nyingi. Ndio maana taratibu zetu za mamlaka zinatuachia hakuna kazi siku ya Jumapili, siku ya mapumziko, watu waende kusali na
waende wakasali, waungane na waamini wenzao, waende kusali. Kwa hiyo naomba watoto wetu wafundishwe haya, kusali, kushiriki misa takatifu, kusali na kama nilivyosema, wawe watoto wa sala, na ndio tunaowalea katika imani. Kristo atakapokuja akute kweli imani ipo duniani, na imani inadhihirishwa kwa sala. Imani ukitaka kujua hawa imani ni katika sala. Mtu anasema na maamini Mungu lakini hasali kabisa, haendi kanisani sema mimi Bwana Mungu anajua Bwana mimi, lakini humkuti kanisani, humkuti Dominika, humkuti kwenye jumuiya, lakini anasema mimi na maamini Mungu. Na maaminije? Na maamini namna gani? Kumwamini Mungu ni pamoja na wasema kuongea na kushiriki na wenzako. Na Mungu anapenda kwa kweli kuokoa kama familia, kama jumuiya iliyosafiri pamoja. Ndio tunakutana na wenzetu na kusali pamoja, sala ile na nguvu kuliko sala ya pekee yako unaposali pekee yako. Kwa hiyo lazima ndugu zangu tuhimizane sana katika swala sala. Nimesema hili Dominika ya misioni. Ni Dominika ya misioni duniani kote, kanisa Katoliki tunaita Dominika ya misioni, na tunakumbuka wamisionari wetu pia na kuwaombea wale wengine waliotutangulia waliofanya kazi kubwa sana, na hasa maeneo yetu haya walioleta Injili. Na tunajua misionari wa Msalaba walifanya kazi kubwa sana kusimika misingi ya imani katika maeneo haya. Kwa hiyo ni lazima waliotutangulia tuwaombee, wengine ni wazee, tuwaombee pia waweze kuwa wavumilivu, lakini pia sisi wenyewe tunao wajibu wa kuendeleza pale walipoishia wale wenzetu wa misionari. Ndio maana sasa ni misionari wetu sisi, sisi misionari sisi kwa sisi wenyewe kuona namna gani tunaweza kushiriki katika kazi ya misionari, katika kuwahubiria wengine habari njema, watu wajue katika mambo ya kawaida kabisa, kukumbushana mambo ya kawaida wajibu wetu za Kristo. Ndio namna ya kuleta misionari katika jirani. Na hiyo ndio kazi kila mtu akipata kipaimara mwenyewe tayari anafanya kwa misionari. Pata kipaimara, pata ubatizo, wewe ni mtoto mdogo tu, ni mtoto wa Mungu, lakini bado hujafikia. Lakini ukishapata kipaimara, tayari wewe ni misionari. Lazima misionari uwe tayari unapokuwa ukweli na picha hiyo na mawazo hayo, baadaye lazima na mimi nishiriki kikamilifu katika kazi ya misionari. Na misionari sio lazima kusafiri kutoka hapa kwenda nchi nyingine. Misionari ni pale pale nyumbani, tunawezaje kushirikishana mambo yanayohusu Mungu, kuhusu neno la Mungu, kuhusu uzima wa milele, tunaweza kusaidiana. Huo ndio misionari wetu tunataka. Lakini la pili ambalo Baba Mtakatifu anatuomba, kwa sababu yeye anaowajibu kuhakikisha kwamba misionari unaendelea hata katika nchi ambazo kuna shida kubwa sana, na hasa uhuru wa kuabudu. Na huko China, hata huko Mashariki, huko Iraq, Iran, huko Gaza. Sasa Gaza kuna Wakristo wa Katoliki kule, wako wachache sana, lakini Wakristo wako. Nilikutana na askofu mmoja kutoka Algeria. Askofu mmoja kutoka Algeria. Yeye jimbo zima ana Wakristo 40. Hilo ni jimbo lina Wakristo 40 tu, sio jumuiya, ni jimbo na lina askofu. Yupo kwa kazi kubwa bado ipo, na ndio hapa leo wa 14 ametuomba tushirikiane naye, na hasa kwa ukarimu wetu, ili kuwezesha kazi katika majimbo ya namna hiyo, kuona namna gani habari njema inaendelea. Katika jimbo lile hakuna namna yoyote ya kuendelea bila kupata msaada kutoka Roma. Kila kitu, hakuna namna nyingine. Kwa hiyo Mtakatifu ndio maana tunahitaji wanakuomba tuwe wakarimu wa Kristo wote duniani, wa Katoliki tuwe wakarimu, na sadaka zetu za leo zote zinatoka Roma. Zote sadaka ya leo tunakusanya, tunapeleka Roma ili tuwasaidie wenzetu ambao ndio misionari unaanza kama nilivyosema. Kwa hiyo naombeni sana katika Dominika ya leo wote jitahidi tuwe wakarimu, tuwe kwa ukarimu ili tupeleke Roma kumunga mkono Papa wetu katika jitihada za kupeleka Injili huko. Sisi tulineemeka kama misionari.
kubwa sana, lakini leo tuna uwezo, tumesimama, tumeweza kuona mambo kama haya, kuna kanisa limekuwa zuri kubwa na nini, tunajenga, tunafanya hivi na hivi. Sasa tunaweza kusaidia wengine, na sisi tuonyeshe moyo ule, tuonyeshe fadhila tuliyopewa kwa misionari. Kwa maana ninapenda kuwarekeni sana, itakapofika wakati wa sadaka tujitoe kweli, tujitoe sana. Mimi baada ya kuja kusali hapa ni wachane, mimi kama msioni nitaangalia ni wachane kwa kusaidia gani. Kwa kweli kwa sababu nimefika hapa, kwa sababu ndio hapa nimefika kusali mimi kama msioni. Kwa hiyo naomba sana paroko najua taarifa nimeshawapelekea paroko, nataka tuweze kumuunga mkono hapa wetu katika kuwahudumia wengine waweze kupata Injili.